Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Jina la Noor al-Malik, waziri mkuu wa zamani wa Iraq, limekuwa likitajwa huko Washington kuwa moja kati ya majina hatari sana na watu hatari sana katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa kutokana na kile kinachoelezwa kwamba ni moja kati ya watu ambao kidiplomasia Marekani haiendani nao. Noor al-Malik, waziri mkuu wa Iraq wa mihula miwili, anayetazamwa huko Washington kuwa yuko karibu sana na Iran, ameteuliwa kuwania muhula wa tatu na hivyo kusababisha maonyo ya Marekani kuhusu athari za kidiplomasia na kiuchumi na kuzusha shutuma za uingiliaji kati wa kigeni katika mamlaka ya taifa hilo la Kiarabu. Noor al-Malik anatajwa kwamba ni moja kati ya viongozi wenye sura ya Ayatollah al-Khamenei. Noor al-Malik ni miongoni mwa viongozi ambao pia wanatajwa na Marekani kwamba wapo karibu mno na Ayatollah al-Khamenei, na hivyo endapo atakuwa rais katika taifa hilo la Iraq, huenda akatengeneza mazingira ya taifa hilo kuwa kama la Iran. Kwa hivyo Noor al-Malik ni nani na kwa nini uwezekano wa kurudi kwake madarakani umepata usikivu huko Washington? Na kwa nini Marekani imekuwa na wasiwasi mno juu ya Noor al-Malik? Kundi la upinzani chini ya utawala wa Saddam Hussein, Noor al-Malik alitumia miaka 25 uhamishoni nchini Syria na Iran kabla ya kurejea Iraq baada ya uvamizi wa Marekani wa mwaka 2003. Alipanda vyeo vya kisiasa, hatimaye akawa waziri mkuu mwaka 2006. Alihudumu mihula miwili mfululizo hadi mwaka 2014, muda mrefu zaidi tangu uvamizi huo, na hapo awali alishikilia nyadhifa nyingine za baraza la mawaziri, na kipindi cha kwanza cha al-Malik madarakani kiliambatana na baadhi ya miaka yenye misukosuko katika historia ya kisiasa ya Iraq. Wakosoaji wanasema sera zake, ikiwa ni za hatua zinazohusishwa na zile zinazofanana na Iran katika serikali kuu, zilizidisha migawanyiko ya madhehebu na itikadi kali za Kisunni, huku zikishindwa kuzuia ufisadi. Sasa, kufuatia uchaguzi uliofanyika mwishoni mwa mwaka jana, muungano mkubwa wa Kishia wa Iraq, mfumo wa uratibu umeidhinisha al-Malik mwenye umri wa miaka 75 kama mgombea wake wa waziri mkuu wa muhula wa tatu, uwezekano wa kuhakikisha uteuzi wake mara tu rais mpya atakapochaguliwa. Hii imezua hisia huko Washington. Kwa nini Marekani imeonyesha upinzani dhidi ya Iraq kwa kuteuliwa kwa Noor al-Malik katika nafasi ya kugombea waziri mkuu? Washington inageuka na ina ngozi katika mchezo na inaamini kwamba uongozi wa al-Malik ungeisogeza Iraq zaidi na ushawishi wa Iran. Inatajwa kwamba Noor al-Malik ni moja kati ya viongozi wenye ukaribu mno na Ayatollah al-Khamenei, na hivyo uwepo wa viongozi hawa wawili utazidi kuifanya Marekani isiweze kufanikiwa katika malengo yake huko Mashariki ya Kati. Maafisa wa Marekani walionya hadharani kwamba Iraq inaweza kukabiliwa na madhara ya kidiplomasia na kiuchumi, ikiwa ni pamoja na vitisho vya kuzuia upatikanaji wa misaada muhimu ya kiuchumi ikiwa al-Malik atapata tena waziri mkuu. Rais Donald Trump mwenyewe alisema hadharani na kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, akisema kwamba haitasaidia tena Iraq ikiwa al-Malik atarejea na kuonyesha kuwa muda wa mwanasiasa huyo ulikuwa wa machafuko na wa uharibifu. Al-Malik anatajwa kuwa ni moja kati ya viongozi ambao amekuwa mwiba mchungu kwa Marekani. Sehemu ya faida ya Washington inatokana na hali ya mafuta mazito ya uchumi wa Iraq na jinsi mapato yake ya mafuta yanavyosimamiwa. Usafirishaji wa mafuta huchangia karibu 90% ya mapato ya serikali ya Iraq, ambayo mengi huingia kwenye akaunti katika benki ya hifadhi ya shirikisho huko New York na inasimamiwa na benki kuu ya Iraq. Umiliki wake uko chini ya serikali ya Baghdad. Huu ni mpango wa baada ya vita mwaka 2003 ambao umeiwezesha Marekani kutishia vikwazo katika mizozo ya kisiasa iliyopita. Kupunguza ufikiaji kunaweza kuathiri sana uchumi wa Iraq na kutatiza mishahara, pensheni na huduma za umma. Vitisho hivi vya Marekani vimesababisha maandamano katika nchi hiyo ya Kiarabu. Mwishoni mwa mwezi Januari, mamia ya waandamanaji walikusanyika karibu na ubalozi wa Marekani mjini Baghdad wakipeperusha bendera za Iraq na kuimba dhidi ya kuingiliwa na mataifa ya kigeni. Hata hivyo, lakini je, al-Malik amejibu vipi upinzani wa Marekani? Al-Malik mwenyewe amejibu kwa dharau kwa Trump, akikataa kile anachokita uingiliaji wa wazi wa Marekani na kusisitiza kwamba viongozi na wananchi wa Iraq lazima waamue mustakabali wao wenyewe bila maagizo ya nje. Mwanasiasa huyo amesisitiza kuwa atajiondoa tu ikiwa muungano wenyewe utabadilisha uungwaji mkono wake.
Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.